wizara hii ya Katiba na Sheria imefanya jambo zuri sana, hasa ile kampeni ya Mama Samia Legal Aid ambayo imesaidia Watanzania wengi. Tumeona wamewafikia karibu Watanzania milioni 7.4, lakini wanaume wakiwa milioni 3.6, lakini wanawake wakiwa milioni 3.8. Ina maana Watanzania wengi wamenufaika na hii kampeni, na mimi niombe tu kwamba iendelee. Imekuwa faraja kubwa. Watu walikuwa na matatizo, lakini hawana fedha za kuweza kulipia mambo ya sheria. Sasa tuna huduma ya miswada ya kisheria. Labda niseme tuna sisi UWT, na sisi pia tuna kamati ambayo pia inaweza ina wanasheria wabobezi ambao pia wanasaidia wanawake katika mambo haya ya msaada wa kisheria. Tumekopi na kupesti, lakini inasaidia. Kwa hiyo moja kwa moja tunaunga mkono jambo hili. Lakini kuna mambo ambayo labda inabidi sasa tuweze kuona ambayo yanaweza yakapinzana kidogo na huu msaada wa kisheria. Mimi niseme kwamba bado mambo ya rushwa bado yapo ambayo yanaweza kuwa yanasumbua katika swala hili, na hayo tuyaangalie tuweze kudhibiti jinsi tunavyoweza. Sio hivyo tu, kuna gharama zingine ambazo mtu ambaye amepewa msaada wa kisheria, gharama kama za usafiri, gharama kama za accommodation, gharama zingine ameweza kufanya mtu pia ikawa mzigo kwake, japokuwa amepewa msaada wa kisheria, lakini bado gharama zingine ambata zikawa kikwazo kwake. Hili pia wizara iweze kupanua, inaweza kupata na mfuko tu maalum kwa ajili ya kuwasaidia hao watu ambao wanawasaidia msaada wa kisheria, lakini pia wapate na misaada mingine ya kujikimu. Na jambo jingine ni ucheleweshaji wa kesi. Kesi zikiwa za muda mrefu sana, mtu anahangaika, hata kama ana msaada, anahangaika hizo gharama, anasubiri kesi ni ya muda mrefu, inamaliza mwaka, inaanza mwaka mwingine. Mimi nasema watu wanakata tamaa njiani kabla hawajapata hiyo haki yao, hata kama wana msaada wa kisheria. Hivyo kesi ziwe zina muda mfupi, ziweze kumalizika kwa wakati, ili huyu mtu sasa aweze kufaidi huo msaada wa kisheria. Lakini jambo jingine ni mambo ya ubandikizaji wa kesi. Kuna kesi zingine zinabandikizwa, watu wanalalamika mambo kama haya. Hivyo basi wizara pia au mahakama pia iweze kuona vitu ambavyo kweli unasikiliza, unasema hivi kweli huyu mtu anaweza kufanya hivi. Unatumia na vyanzo vingine, hata vyanzo vya kisaikolojia, ya kwamba kitu hiki nafikiri huyu mtu yapo mazingira ambayo anaweza kaona huyu mtu amebandikizwa kesi, ili pia tuweze kuwa sasa na huduma nzuri ya msaada wa kisheria. Lakini haya mambo mengine manne ni muhimu pia kuweza kuyaangalia. Jambo la pili ambalo mwenyekiti naomba kuchangia ni mambo ya RITA. RITA kwa kweli ni chombo muhimu ambacho kinatupa sisi vyeti vya kuzaliwa na kifo, lakini mwenyekiti, kuna shida kwenye RITA. RITA inabidi sasa hivi nao ijirekebishe ili iweze kuwasaidia watu. Wanafunzi, mtu amefiwa na wazazi wote, anaambiwa ukalete cheti cha kifo. Muda mrefu anapoenda kutafuta cheti cha kifo cha wazazi wake, kwanza ana machungu yeye kuwa yatima. RITA wawe na kitu angalau kirafiki cha kuweza kutoa huduma haraka kwa watu ambao wana maumivu. Pamoja na wajane, amefiwa na mme, huku anaendelea kutafuta mambo ya cheti, pia ni shida. Lakini sio hivyo tu, RITA inabidi ibadilishe pia mambo zaidi ya kutumia zile kanuni walizo nazo. RITA waangalie. Asante kwa mchango wako mheshimiwa, muda wako umekwisha. Asante, naomba kuunga hoja. Asante. Mheshimiwa Yohana Steven Msita.